Mchezo wa juzi Young Africans walicheza pasipokuwa na striker halisia, na taarifa tu ikufikia kuwa Depu striker wa Young Africans sio sehemu ya kikosi cha Young Africans ambacho kipo kule mkoani Mwanza kujiandaa na mechi dhidi ya Pamba Jiji ambayo itapigwa siku ya kesho, na yote ni kutokana na kwamba bado hajawa fit. Lakini concern about Prince Mpumelelo Dube, yeye amejiunga na kikosi, kwa maana amesafiri na kikosi na yupo na timu kule mkoani Mwanza. Ita depend tu na mwalimu kuchagua kumtumia au asimtumie. Point note hii ni kuwa Yanga wanaenda kukutana na timu ambayo sio nyepesi kufungika katika uwanja wake wa nyumbani. Katika timu 4 ambazo hazijafungwa katika viwanja vyao vya nyumbani, Pamba Jiji nao pia himo wakiungana na Mashujaa, Yanga wenyewe pamoja na Azam FC. Lakini katika timu ambazo zina idadi ndogo ya magoli ya kufungwa, unaweza ukasema hivyo, Yanga wao ndio wa kwanza, Azam wa pili wamefunga magoli 5, wanafuata Simba wamefunga magoli 6, alafu kitafuta timu nyingine hapo utaikuta Pamba Jiji ambayo imefunga magoli 14 na zingine ndo zinafuata hapo mpaka timu ya mwisho ambayo imefunga magoli 28 ambayo ni KMC. Kwangu mimi sidhani kama Yanga wanapaswa kucheza tena pasipokuwa na striker. Nilihesabu chansi 3 kwa Young Africans kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prisons, ni chansi ambazo kama wangekuwa na striker kama Depu au Dube na hisi zingeweza kutumiwa vizuri, kwa sababu wao ndo wamekuwa kizitumia vizuri chansi kama zile ambazo mara nyingi zimekuwa zikitengenezwa na fullbacks wao. So ni game nzuri kesho ya kwenda kutazama, na sio game ambayo uende ukiamini ya kuwa Yanga anaenda kuchukua alama 3 mbele ya Pamba Jiji kirahisi sana. No, nenda ukaitazame mechi, usiende na matokeo mfukoni kwenye hiyo mechi.